Katika karne hii ya 21, mwanamke anaweza kutumia teknolojia ya kisasa kufahamu jinsia ya mtoto aliye tumboni mwake, ikiwa ni wa kiume au wa kike. Kabla ya ujio wa teknolojia hii, umewahi kujiuliza watu walijuaje jinsia za watoto wao kabla ya kuzaliwa? Sasa miaka zaidi ya 3000 iliyopita, katika ustaarabu wa Misri ya kale, wanawake wajawazito walitumia mbinu ya kipekee kufahamu jinsia ya mtoto kabla hajazaliwa. Wakati huo, ili kufahamu jinsia ya mtoto, mwanamke alitakiwa kukojoa katika mabakuli mawili tofauti, moja likiwa limejaa mbegu za ngano na lingine mbegu za shayiri. Sasa njia hii ilijulisha vipi jinsia ya mtoto? Wamisri wa kale wangeyaweka mabakuli hayo mawili yaliyojaa mbegu za ngano na shayiri zilizowekwa mkojo wa mwanamke mjamzito au mwanamke anayeshukiwa kuwa mjamzito katika sehemu tulivu kwa siku kadhaa. Sasa la kustaajabisha, ikiwa mbegu ya shayiri ingechipua ya kwanza, mtoto angeaminika kuwa wa jinsia ya kiume, na ikiwa mbegu ya ngano itachipua kwanza, mtoto angeaminika kuwa wa jinsia ya kike. Hivi, ikiwa mbegu zote zitashindwa kuchipua, hili lingemaanisha nini kwa Wamisri wa kale? Ikiwa mbegu zote zingeshindwa kuchipua, ingetafsiriwa kwamba mwanamke ambaye mkojo wake ulitumika katika mbegu hizo hakuwa na ujauzito. Hiyo ndiyo njia iliyotumiwa na Wamisri kufahamu jinsia za watoto wao kabla hawajazaliwa.